Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiki iliyopita tulijifunza kuhusiana na ahkam alqadha, hukumu za kulipa saumu. Saumu inalipwa aje? Tukasema man aftara fi Ramadhan, mtu yote ambaye atakula mwezi wa Ramadhani akala mchana bisababin mubah, kwa sababu ambayo inakubalika. Mubah ni sababu inakubalika kisheria. Qadha ma aftara idha zala as-sabab, atalipa zile siku zenye alikula pale ambapo sababu itaondoka. Katika sababu zinazomfanya mtu ale mchana, kuumwa, umekula mchana sababu ya kuumwa, mwezi wa Ramadhani umeumwa ukala mchana. Katika sababu za kumfanya mtu alipe mchana, as-safar, kusafiri. Sawa, umesafiri. Katika sababu za kumfanya mtu alipe mchana, al-hayd, umeingia mregli zile siku zako. Katika sababu za kumfanya mtu ale mchana, sawa, an-nifas, damu ya uzazi. Sawa, hivyo ndio vitu vinasema kumfanya mtu ale mchana katika sababu ambazo ni mubah, zenye zinakubaliwa. Na ziko sababu zingine ambazo zinamfanya mtu ale mchana lakini halipi, anatoa kafara. Mfano, ugonjwa wenye hautapona. Mgonjwa mwenye atakula mchana kwa sababu maradhi yake hayatapona, ni maradhi yenye hayatapona, hataponaga, huyu hatalipa bali atatoa kafara. Na kadhalika, sawa, uzee, mtu ambaye umri ushakuwa mkubwa, amezeeka, anakula mchana kwa sababu ya uzee, hawezi kuvumilia njaa, hawezi kufanya saa 2 hajala wala muda mrefu hajala, analia machozi kwa sababu ya njaa, huyu anakula mchana, analishiza. Maana anakula mchana analishiza. Tukasema kwamba mtu mwenye atakula mchana kwa sababu ya hizo sababu tulizozitaja, sababu mubah, qadha ma aftara idha zala sabab, atalipa zile siku zenye alikula pale ambapo sababu itaondoka. Na tukasema in akhara alqadha hatta ata alayhi Ramadhan al-akhar fa innahu yasumu Ramadhan al-hadir wa yaqdi ma alayhi wa yu'thamu in kana lighairi udhrin. Na ikiwa mtu atachelewesha kulipa Ramadhani mpaka ingine Ramadhani ikafika, Ramadhani hii 2025 uko na deni, ukachelewesha mpaka Ramadhani ya 2026 ikafika haujalipa, wanakuambia lipa ile Ramadhani yenye imefika ya 2026, na uelewe ya kwamba umefanya makosa na unapata dhambi, na umuombe Mwenyezi Mungu msamaha, na bila shaka uweze kufika unalipa baadaye ile Ramadhani itakapokuwa imeondoka. Anasema in mata ma alayhi siyamu faradhin, akifa mtu yuko na deni la somu ya faradh, kinachotokea ni nini? Bi asli shar'i, kwa sheria inayokubalika, sama anhu waliyuhu, atamfungia yule ambaye ni nani? Ni wali wake. Wa in mata man alayhi somu kafara kadhihar, na nikasema akifa mtu yuko na deni la somu ya dhihar, na dhihar niliyotafsiria nikawaambia ni kitu gani. Dhihar ni kumfananisha mama yako, mke wako na mama yako, kama vile kumwambia mke wako kuanzia leo wewe ni kama mama yangu, yani na kuchukulia kama mama yangu mbele, yani wewe mbele yangu, yani kuita mama wa, yani umugore wawe na mama wao, kuvuguti wewe uno musi na jiharamishia kukutana na wewe mke wangu, kuanzia leo wewe nakuchukulia kama mama yangu. Hili ni kosa, ndio linaitwa katika dini dhihar, kumuita mke wako kama mama yako. Au mwanamke kumwambia mume wake wewe kuanzia leo ni kama baba yangu, na baba hawezi kumwingilia mtoto wake. Ukishamuita mume wako kama ni baba yako, maana hamtafaa tendo la ndoa hata kushika. Na wewe mwanaume ni hivyo, hautamshika mke wako, ushamuita ni mama. Na ndio maana dini inakataza mke wako hata kama unampenda, mwite majina yote, baby, darling, nini, usimwiti mama. Usisemi mke wako usimwiti mama, mama. Au mke amwite mume wake baba. Mwite majina yote, lakini usimwite hayo majina. Mwite mama Juma, mama nani, sijui Kandimi, mama nani. Sawa? Unanielewa vizuri? Hayo ni majina inajuzu kumwita. Baby, shu, dani, nini, darling, honey, sweetie,
dia, chokoleti, karoti, yote utataka yote ni vyako lakini usimwiti mama. Tunaelewa vizuri Tunaelewa? Kwa hivyo ikiwa utakufa uko na deni la somu ya dhihar, umeelewa dhihar ni nini? Kumfananisha mume wako na baba yako, kumfananisha mke wako na mama yako, ndio dhihar. Sawa? Kwa hivyo kwa kumalizia wasomu alwajib, sawa, akafa mtu kuna hiyo saumu, sawa, lazima atalishiza. Na saumu ya wajib, mfano saumu ambayo itamtokea angefunga mtu katika zile siku ayyamul hajj, siku za hija. Na katika siku za hija tunafunga siku ngapi? Siku za hija tunafunga siku ngapi? 10. Tunafunga siku 9. 10 aje. Tunafunga 9. Ile siku ya 10 hatufungagi, inakuwa ni laidi, bali tunajiziwia tu kwenda kusali laidi tumekula, ili tukitoka kusali laidi tuje kula ile nyama yenye tumechinja, ndio tuanzie kwa yule mwenye atachinja. Sasa baadhi ya wamama wanawazibu mpaka watoto. Katoto kadogo kabebe sikupi ziwa mpaka tumaze kusali. Na kazibu kanyonyeshe. Hapana. Tusikilizane vizuri. Mtoto kama ana njaa mlishe, kama ananyonya mnyonyeshe, haina tatizo. Hikma ni nini? Usili vitu vingi kabla ya kwenda kusali. Ili kutoka kusali uje uchinje mbuzi yako, cha kwanza che unakula iwe ile sadaka yako wenyewe umetoa ya ule mnyama, ndio hikma. Sawa? Na kama kujaliwa kuchinja, hata ukienda umekula haina tatizo. Haina tatizo. Mfano mtu ni mgonjwa, pako watu ni wagonjwa, wako na hypoglycemia kama ni nini na hypertension na mani, njaa inawasumbua. Pako mtu hawezi kufanya 2 heures ajala, ni mgonjwa. Kila sana sikia njaa, sana watu wa diabetes. Anataka abaki na so unamwambia mtu eti acha usili uende ukasali, hataweza kuvumilia, atazimia pako mtu njaa ikimbana sana anaanguka chini azimia. Sasa some dini. Kwa hivyo mtu kama huyo akiwa atakufa na deni la hiyo swaumu, na swaumu ya kumuita mama mke wako mama, au kumfananisha mke wako na mama au mume wako na baba, ni miezi 2 ndio kuilipa. Shaharai, sawa, ni miezi 2. Kama ulikuwa hujui ndio wanakuambia sasa fanya funga miezi 2 mutatabi'ain, shahrain mutatabi'ain, utafunga miezi 2 ya kufuatana, siku 60, 60 jours uko nafunga ili Mwenyezi Mungu akusamehe. Sawa? Kwa hivyo, na ikiwa hautaweza ukafa uko na hili deni, sawa, itabidi wakutolee sadaka an kulli yawmin miskin, yani yut'imu an kulli yawmin miskin wala yusamu an. Mtu mwenye atakufa na deni la swaumu ya kumuita mke wake mama au mume wake baba, watamtolea sadaka kila siku moja, wanamlishiza maskini mpaka siku 60. Kwa sababu shakufa hawezi kufunga. Mwenye mmebaki sana, unajua yeye ndugu yetu aliwahi kujiharamishia mume wake au mke wake. Si ndio maana ya ushahidi. Ukishafikia kumuita mke wako mama, maana yake pana matatizo, mmeshwana hapa, unafikwa unajiharamishia. Lazima utaambia watu, mashahidi wa ndoa, wali wa ndoa na wengine, lazima utawaambia. Sawa? Kwa hivyo hapa moja kwa moja ukifa huko katika hii hali watakutolea sadaka. Hawatafunga, wakufungii. Hawatakufungia kwa sababu wewe ndio ulikuwa na tatizo na nani, na mke wako na mume wako, wakufungii. Ushakufa kuna lideni, wanakutolea sadaka sa kila siku, wanalishiza maskini mpaka siku ngapi? Siku 60. Kwa hivyo tuishie hapa kwa leo inshallah. Na mtusamee kwa kuchelewa kutokana na muda. Wiki ijayo tutakuja mapema. Leo tulikuwa kwenye ofisi ya Komibu, palikuwa mkutano mrefu sana kwa minajili ya baadhi ya programu zinazokuwa zinaandaliwa. Kwa hivyo kesho tutaendelea darasa la pili. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونان ان شاء الله كيش